Asante sana Abraham Gadesha, bila shaka tukimpokea huko kutoka kaunti ya Kiambu. Na kama nilivyokuahidi Azizi mtazamaji, ni kwamba Rais William Ruto mwendo wa saa moja basi atakuwa akizungumza na Wakenya kutoka Ikulu, akizungumzia masuala mbalimbali. Tulivyodokeza hapo awali na kwamba duru za kuaminika ni kwamba huenda kukawa na mabadiliko kwenye baraza la mawaziri, na pia atakuwa akizungumzia kuhusiana na mustakabali wake wa kisiasa na chama chake cha UDA kutoka leo hadi siku ya uchaguzi mwaka kesho. Hali kadhalika mtazamaji, naomba tuelekee hadi kaunti ya Uasin Gishu, huku tunaungana na mwanahabari wetu Stephen Keter ambaye anazungumza na wananchi wa Eldoret. Tusikize wanasema yapi kabla ya Rais William Ruto kutoa hotuba yake. Keter? Naam, shukran sana Ruga. Sawia na taifa nzima, wananchi katika kaunti hii ya Uasin Gishu ambaye ni kaunti yake nyumbani Rais William Ruto na pia ni ngome yake ya kisiasa, watakuwa wanategea kwa hamu na gamu kumsikiza rais kila ambacho wataweza kusema kuhusiana na mustakabali wa taifa. Na licha ya kuwa hii ni ngome ya rais ya kisiasa, pia eneo hili linajulikana sana katika uzalishaji wa chakula, haswa mahindi, ambayo imeweza kuwa na matatizo kutokana na kiangazi ambayo imeonekana kwa miezi kadhaa kusababisha mimea mahindi kunyauka shambani. Na pengine nikizungumza nao dakika chache zilizopita, ni baadhi ya vitu ambavyo wananchi kutoka eneo hili wangetaka kumsikiza rais akiongelea. Na pengine nisiandikie mate sana, ni patana na wino wenyewe. Tafadhali anza kwa jina lako, na wewe kama mkazi wa Eldoret, mkazi wa Uasin Gishu, unategemea rais ataongelea nini leo? Asante sana KTN. Asante sana kwa KTN. Mimi kwa majina NTV. Mimi kwa majina mimi naitwa Mark Kiptanui Biwot kutoka sehemu za Soi. Ningependa leo, siku ya leo, rais aongelee mambo ya mahindi ambayo sisi sasa tuko kwa shida kweli kweli. Sisi tumeenda kwa hasara kubwa sana katika eneo hii la Uasin Gishu, na sisi ni backbone ya Kenya. Tusipopata mahindi hapa, Kenya pia itakuwa na shida kubwa kwa pande ya next year. Ya pili, ningependa kupongeza rais kwa kazi yake yenye anafanya. Kazi yenye anafanya ni kazi kubwa sana. Kila pahali iko na mambo yake mingi. Na kwa hayo machache, sina mengi, na nataka nishukuru. Asante. Pengine tumpata mwingine, tafadhali anza kwa jina lako. Na rais anapohutubia leo taifa kuhusiana na mustakabali wa Kenya ilivyo kufikia sasa, pengine ungependa aweze kuzia mambo magani? Kwa majina mimi naitwa Dennis Martin. Mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu. Ningependelea rais leo aongelee maneno ya mahindi. Mahindi, tuko na shida ya mahindi raundi. Mvua ilipotea. Sasa mahindi haitakuwa next year. Mahindi haitakuwa mingi kama kila siku. Na Kenya sasa inategemewa na mahindi. Na mambo mengine juu ya siasa, kama angeonelea sasa wakina siasa. Kuna wasiasa wengine wameenda siasa instead kusaidia rais. Sasa anaenda kujitafutia kura tena instead kusaidia rais kwa mambo ya kura. Kuna wengine wenye anafanya campaign wangesaidia rais mambo ya kusaidia kwa security na vitu zingine. Sasa mimi ningeomba rais atusaidie kwa mambo zingine, akuje Rift Valley aone mambo tunahitaji yeye akuje Rift Valley atusaidie. Tuko na mambo mingi yenye tungeeleza yeye. Shukrani. Pengine nimpate mwingine? Kenya mwingine? Tafadhali songea hapa mzee, anza kwa jina lako na utuambie wewe kama mkazi wa kaunti ya Uasin Gishu, eneo hili la North Rift, unamtarajia rais aweze kuzungumzia nini na pia ungependa azungumzia nini? Kwa majina naitwa Arap Chepto Partinge kutoka Kapseret, mkaaji wa Uasin Gishu. Ile kitu ya muhimu sana, tukiongea maneno kiangazi si kitu, ni chambu ili affect Afrika nzima, kwa sababu mvua ikikosa ni maneno ya Mungu. Hatuwezi laumu mtu. Ile kitu ile kitu ya maana kwa vijana na wakaji katika Kenya nzima, ni kitu ya maana ni amani. Kitu ya amani ni mzuri. Wachana na maneno ya
siasa si kitu. Siasa watu wanapika siasa ya maendeleo, lakini siasa ya ukabila ni maafa katika inji. Kwanza katika Kenya tunashukuru watu wanakaa pamoja. Kwanza ile kitu nawekea maanane sana ni maneno ya amani. Isipokuwa amani katika inji, maneno yote ni bure. Mimi napongeza rais kwa sababu kitu jambo moja. Hii inji ilikuwa imekawanyika kikabila, lakini yeye wakati alichukua usukani akaweka kila kabila sote wakakuwa mandugu. Lakini mbeleni kama watu wangeona maneno ya 207 ilikuwa na 208, inji ilikuwa imeenda mara mangine kama Somali. Ile mtu aliona wa Somali hawezi kubali Kenya ikue kama hiyo. Lakini mimi naona watu wanabubua maneno ya ukabila, na maneno ya ukabila ni kitu mbaya sana. Ukabila ikisuka kwa inji, bas inji saa hiyo na poromoka kabisa. Kwanza watu wanataka kuchunga ulimi na maneno ya siasa ya ukabila. Ukabila ni kitu mbaya sana. Kitu ile napongeza sana Rais Ruto. Aliweka wakati alisaidia Uhuru Kenyatta, wakaweka Kenya wakuwe pamoja, kabila sote wakaishi kwa amani. Lakini naonekana mali tunaelekea saa hii, wengine wanabubua maneno ya ukabila. Sasa watu wakiongea maneno ya kusema sisi ni watu ya mlima, sisi ni watu ya mlima, mlima mtafanya nini? Sasa watu wakisema sisi ni watu ya Rift Valley, na wengine wasema sisi ni watu ya Coast, sisi watu ya Nyanza, sisi watu ya Western, inji itakaa vizuri. Ile kitu mimi naona ya maana, wale wafanyi kazi, wile wa PS wafanyi kazi katika serikali, hakuna haja kukaa huko. Kama mkuenda kusaidia rais, mulienda tu kusaidia jamii yenu na familia zenyu, mtoke kwa serikali. Hakuna haja nyinyi mtoke, sababu nyinyi mnakuwa msiko katika rais. Hii maneno ya wasingisho hatuwezi ita rais, na tuko tumechakua wajumbe, tuko na wakilishi. Ni maneno yao kufanya mpango ya serikali iwe mzuri. Sisi maneno saa yote tunalilia rais. Rais ni taifa. Rais ni taifa, yeye ndiye anaongoza Kenya nzima. Kila kabila wako Kenya na rais ni mmoja. Lakini ile wajumbe tumechakua ndio wanasaidia. Kama mimi mkaaji wa Kapseret sina mengi. Napongeza mjumbe wangu, anafanya kazi njema. Sina mengi. Tunaombeza vijana mtumise amani. Maneno ya ukabila mchunge sana. Inchi ikiharibika hakuna mali tunaenda. Wacha watu kuongea maneno ya kuson regionalism, kusema ati sisi watu ya mlima. Watu ya mlima kufanya nini? Wakati ya Kenyatta hakuna Mkalenjin alienda exile. Wakati ya Moi, wakati ya Uhuru Kenyatta hakuna mtu alienda exile. Wakati ya Kibaki tulipikia Kibaki mpaka akamaliza, tukapikia Uhuru akamaliza. Kenyatta Wakalenjin walipikia kura 100% na kuita yeye jina Arab Seurei. Inaweza kuwaji leo Wakikuyu wanatenga kwa Wakalenjin, nasema one term. Shukran sana. Pengine tupate maoni ya kijana. Ni mzee ameongea kwa kirefu sana. Wapi kijana jamani? Vijana mnaogopa? Acha tupate dawa moja hapa. Tafadhali anza kwa jina lako, na leo rais atakuwa anazungumza kuhusiana na mustakabali wa taifa, jinsi taifa ilivyo kufikia sasa. Pengine wewe kama mkaazi wa eneo hili unatazamia rais ataongelea kuhusu nini? Kwa majina kwanza naitwa Erastus Koech. Mimi ni mkaazi wa Uasin Gishu County. Chenye tuna expect rais aseme leo ni kuhusu sisi watu wa Uasin Gishu, sisi ni wakulima. Na saa hii kuhusiana na changamoto za ukame, hatuna mazao ya mahindi. So tuna expect president aongelee such like things kama ni compensate farmers, na wenye wako na loan waone vile watawave ama watoe interest, ndio at least tupate stress toka kidogo. Ya pili ni kuhusu uongozi. Tunaelekea msimu wa siasa,
na according to vile si tunaona, maybe there are some reshuffles to be done. Tumeona most of the mawaziri wameenda kwa siasa, na wakienda kwa siasa inamaanisha kuwa wanashindana na wanasiasa, ile hali kuna watu wako na docket ambayo ni very sensitive, like the interior cabinet secretary ana akona loose tank. So we expect that if that is what's supposed to be done, then let that docket be given to somebody mwenye at least of some maturity. But at the end of the day, we know that the president anaenda kuongelea vitu ambavyo vinafaidi wa Kenya na kutuliza joto ya siasa ambayo inaendelea kwa sasa. Kama wakazi wa Uasin Gishu tunasema tunahubiri amani na hatutakubali maneno ya ukabila. Kila kabila penye unaishi, you have the right to be there. So we are waiting eagerly and we expect that it will favor all the citizens. Chenye president anasema. Asante sana. Shukrani sana. Pengine kuna kijana yoyote? Njoo hapa. Naona wewe ni kijana mwenzangu. Tafadhali anza kwa jina lako na utuambie wewe kama kijana haswa ambao unatoka eneo hili la Uasin Gishu, kaunti ya Uasin Gishu, kaunti nyumbani kwa rais. Unatazamia rais ataongelea nini na pia ungependa aongelee nini? Okay, kwa majina naitwa Victor B. Mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu. Na tunangoja sana rais aongee mida ya saa moja. Jambo ambalo tunataka kuona ni kuona amepea kipaumbele vijana. Kama tumeona kwamba last time walipokuja coalition na chama cha ODM, tulipata kwamba kuna ule kijana ambaye anaitwa Fikirini aliweza kupata ile CS. So tunataka tupate nafasi ama nyadhifa mbalimbali katika serikali ya UDA ambayo ni tunategemea kama sisi vijana wa sasa sisi si wa Uasin Gishu peke yake. Sasa sisi ni vijana moja, yani tuko kitu moja. Ndio jambo ambalo nataka rais tu agawanye yale nyadhifa. Sisi ni viongozi wa kesho. Hatutaki jambo ambalo baadaye tunakuja kuona vijana wazee wamekuja kupewa kazi kama secretaries, kama tumesema kwamba kuna yule Fikirini. Huyo sasa tunajivunia kama vijana. So tunataka tu nyadhifa mbalimbali, ape kipaumbele vijana, tupate kama sports, tuone kama siasa wa sport ni vijana, tuache ile maneno tunapata wazee wako huko ndani tena. Hapana. Tunataka tupewe kipaumbele kama vijana. Sisi ni viongozi wa kesho. Naam. Shukrani. Kuna kijana mwingine? Wa mwisho pengine? Mmoja hapa hivi.